Mungu wetu, tuseme nini tena? Kwamba imekupendeza tena leo utupe nafasi bado ya kujifunza neno litokalo kwako. Neno linatufanya tuzidi kuwa safi siku baada ya siku. Ukaambia wanafunzi wako, ninyi mmekuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Laiti wengine wangepata neema tulionao ya kusikia maneno na kutufundisha, bila shaka ungekuwa safi zaidi ya vile walivyo sasa. Lakini tena na tena umekuwa unatufundisha mengi, ikiwa nataka tuzidi kuwa safi. Asante kwa nafasi hii tena, kwamba unatufundisha ili tuwe na maarifa yatokayo katika neno lako. Maana neno lako nasema mapotea kwa kuwa myajui maandiko. Unataka tupotee, lakini zaidi sana unataka tufanye kuwa safi kwa neno lako, na zaidi sana tupate kuwa kweli wanafunzi wa Yesu. Maana unasema ninyi nakuwa wanafunzi wangu pale ambapo takaa katika neno langu. Tusaidie basi kila mmoja wetu kukaa katika neno lako na kutufundisha leo katika jina la Yesu. Karibu Roho Mtakatifu, utuongoze na kututia katika kweli yote. Tufundishe, nasi tuko tayari kufundishika katika jina la Yesu. Amen. Asante sana. Somo letu la leo lina kichwa neno la msalaba. Neno la msalaba. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 tunapata neno letu la msingi. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi. Ndio neno la msalaba. Ukristo umejengwa katika msingi wa kazi iliyofanyika msalabani. Kwa hiyo neno la msalaba linazungumzia misingi mikuu sana ya imani yetu. Bila kazi iliyofanyika msalabani, dhambi zetu zisingeweza kuondoka. Lakini damu iliyomwagika msalabani ndio yenye uwezo wa kutusafisha dhambi zetu. Kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Kile zaidi sana, aliangikwa juu ya mti, aliangikwa juu ya msalaba apate kuichukua laana yetu. Laana yetu iligeuzwa kuwa baraka kwa kuangikwa kwake msalabani. Kuna mengi ambayo tungeweza kuyazungumzia juu ya kazi zilizofanyika pale msalabani. Jumla ya maneno hayo yote sasa inaitwa neno la msalaba. Kwa hiyo ni vigumu kwa somo moja kama hili kuzungumzia yote yanayohusiana na neno la msalaba. Hapo ungehitaji masomo mengi sana ambayo yangeweza kuchukua miezi mingi. Lakini leo tutakuwa tunaangalia moja kati ya fundisho la neno la msalaba
kila moja kuchukua msalaba wake kila siku na kumfuata Yesu. Kuchukua msalaba na kumfuata Yesu. Kuchukua msalaba wako mwenyewe na kumfuata Yesu. Maandiko matatu yafuatayo yanazungumzia hayo. Luka 9 mstari wa 23. Luka 9 mstari wa 23. Luka 9:23. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Marko sura ya 8 mstari wa 34. Marko sura ya 8 mstari wa 34. Akawaita mkutano pamoja na wanafunzi wake, akawaambia, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike na msalaba wake anifuate. Ajitwike na msalaba wake anifuate. Mathayo 16 mstari wa 24. Mathayo 16:24. Wakati wa Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Ajitwike msalaba wake anifuate. Nini maana ya kujitwika msalaba kila siku na kumfuata Yesu? Kabla ya kuangalia maana yake, ili tupate kuelewa maana, hatuna budi kwanza kujifunza juu ya Yesu mwenyewe, huyu aliyekuwa na ambaye hatimaye alichukua msalaba wake mwenyewe wakati anakwenda kusulubishwa msalabani. Ili tupate kuelewa hilo neno la msalaba ambalo kwa Wayahudi lilikuwa ni upuuzi, hao wanaopotea, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi. Wakorintho wa kwanza hiyo tuliyosoma mstari wa 18, tumesoma Wakorintho wa kwanza 1 mstari wa 18. Sasa tusome mstari wa 23. Wakorintho wa kwanza 18, Wakorintho wa kwanza 1, Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18, halafu tutasoma tena sasa mstari wa 23. Kwa sababu neno la msalaba kwao na wapotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuzi. Kwa Wayahudi ni kikwazo, kwa Wayunani ni upuzi. Kikwazo msalaba, upuzi msalaba. Kwa nini upuzi? Kwa nini kikwazo? Ujio wa Yesu Kristo
ulitabiriwa miaka mingi sana kabla ya kuja kwake, na Wayahudi walikuwa wanamtarajia yule anayeitwa Masihi. Kiingereza tunasema Messiah, Masihi Kiswahili. Sasa tusome hapa Yohana sura ya 4. Yohana sura ya 4 mstari wa 25 mpaka 26. Yohana sura ya 4 mstari wa 25 mpaka 26. Yohana sura ya 4 25 mpaka 26. Yule mwanamke akamwambia, anamwambia Yesu hapa, najua ya kuwa yuaja Masihi. Huyu ni mwanamke Yesu anaye hapo pale kisimani, lakini anasema yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Tuseme wote, Masihi aitwaye Kristo. Tena, Masihi aitwaye Kristo. Ndiyo. Neno Masihi linatokana na neno la Kiebrania Mashiach. Inaandikwa M-A-S-H-I-A-C-H. Ile CH haitamki sana wakati wanapotamka, ni kama unasema Mashiach. Yaani kinachosikika sana ni hiyo Mashiach. Kwa kutokana na neno hiyo Mashiach la Kiebrania, tunapata neno Masihi la Kiswahili. Kwa Masihi ni neno lililotolewa kutokana na hilo neno la Kiebrania. Na maana ya Mashiach hiyo katika Kiebrania, maana yake ni mti wa mafuta. Kiingereza tunasema the anointed one, mti wa mafuta. Yesu alisema, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Ni mti wa mafuta. Lakini neno hilo Masihi katika Kiyunani sasa inaitwa Christos. K-H-R-I-S-T-O-S. K-H-R-I-S-T-O-S. Christos. Kutokana na neno Christos tunapata Kiswahili chetu Kristo, au Kiingereza Christ. Kwa hiyo ukisema Kristo, kimsingi umesema Masihi, na wengi hawajui hivyo. Ukisema Kristo ni sawa sawa na kusema Masihi, hamna tofauti yote. Masihi inatokana na neno la Kiebrania Kristo, na Masihi inatokana na neno la Kiebrania Mashiach, na Kristo inatokana na neno la Kiyunani Christos. Lakini tunazungumza kitu kile kile ambacho maana yake ni the anointed one, au mti wa mafuta. Ndio maana unaona hapa inatajwa Masihi aitwaye Kristo. Maana yake Masihi Kiebrania, lakini aitwaye Kristo Kiyunani. Tuko pamoja? Kwa hiyo Kiswahili tunaita Masihi, sio Masia. Masihi ndio maandiko yanataja hapo, kama unavyoona inavyoandikwa hapo, Masihi. Sasa huyu Masihi au huyu Kristo alitabiriwa kwamba angekuja kwa miaka mingi ambayo iliyotabiriwa kabla.
alipozaliwa Yesu, na watu wakaelezwa kwamba huyo ndiye amekuja, huyo ndiye yule ambaye alitajwa kwamba anakuja. Yohana Mbatizaji akasema ndio huyo ambaye sistahili hata kulegeza damu ya viatu vyake. Wakawa wanaangalia ishara au alama walizozitarajia wao kutokana na vile walivyojua, ili kuthibitisha, je, huyu ndio Masihi aliyetabiriwa kuja au siye? Sasa ndio maana Yesu aliwaambia, mapotea kwa kuwa myajui maandiko. Hawakujua sana tafsiri ya maandiko na kuweza kupambanua ujio wa Kristo wakati huo ambao unaitwa kuja kwake mara ya kwanza duniani, na kule kuja mara ya pili duniani ambayo itakuja baada ya dhiki kuu, ambapo atakuja kutawala. Atakuja kama mtawala atakayetawala pamoja na watakatifu wake miaka 1000 duniani. Sasa katika maandiko yanaelezwa yote juu yake, lakini yalikuwepo mambo yanayotekelezwa katika awamu ya kwanza ya kuja kwake duniani, na yako mengine yatakayotekelezwa wakati wa kuja kwake mara ya pili pamoja na watakatifu kutawala. Sasa kwa kutokuelewa maandiko na ufafanuzi wake, wakawa wengi wanamtarajia kuja kwake kama mtawala, kama mfalme. Wakashikilia hayo maandiko kwamba kama ni Masihi, kama ni Kristo, basi amekuja kama mfalme. Amekuja kama mfalme. Yeremia 23 mstari wa 5. Yeremia 23 mstari wa 5. Walimtarajia kuja na kuwa mfalme au mtawala wa kisiasa. Ndio Wayahudi, ndio maana tunaona mpaka leo hawaamini kwamba yule Yesu aliyekuja ndio Masihi, ndio Kristo. Hawaamini mpaka leo. Hakuamini nyakati zile, na mpaka leo bado wanamsubiri Masihi wao. Labda kabla kuendelea katika Yeremia, hebu tuone Yesu aliwauliza, wananinena mimi kuwa ni nani? Hawakuamini yeye ndio Kristo, hawakuamini yeye ndio Masihi, lakini wakawa wanazungumza vitu vingine. Na Petro akasema, wewe ndiye Kristo. Ilihitaji ufunuo sana kusema hivyo. Ndio Yesu akasema, damu na nyama havikufunulia hili ila Baba yangu aliye mbinguni. Katika Mathayo 16, Mathayo 16 mstari ule wa 13 mpaka 17, tunasoma Mathayo 16, Mathayo sura 16 mstari wa 13 mpaka 17. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii. Nasikia watu wengi sana nyakati zake hawakuamini kwamba yeye ndiye Kristo, yeye ndiye Masihi, na hapo ndio kulikuwa mgogoro mkubwa. Wakasema wengine hunena Yohana Mbatizaji,
wengine Elia, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Akamwambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo. Wewe ukisema ndiwe Kristo, maana yake Kiebrania hapo tungesema wewe ndiwe nini? Masihi, si ndio? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Masihi, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Wengi hawakumkiri kuwa ni Kristo, hawakumtambua hivyo na kumkiri hivyo kwamba huyu ni Kristo. Na hata kama ungemsema ni Kristo ungepata shida sana. Ilihitaji ufunuo mkubwa sana. Kwa nini? Walitarajia aje kama mfalme, kama mtawala wa kisiasa ambaye angeweza kuwakomboa kutoka kuwa chini ya utawala wa Kirumi. Nyakati hizo Warumi ndio walikuwa wanatawala karibu dunia nzima ya nyakati hizo. Na hata pesa iliyokuwa inatumika ilikuwa na sura au picha ya Kaisari. Kaisari alikuwa ndio mtawala wa Kirumi. Kutoka Rumi sasa, ambayo ndio ilikuwa makao makuu ya utawala wa dunia. Na hata Wayahudi walikuwa chini ya utawala wa Kirumi. Kwa hiyo askari ndio nasikia walikuwa ni askari ni wa Kirumi. Fedha ndio hiyo ina sura ya Kaisari na kadhalika. Sasa walitarajia kama ni Masihi amekuja, angekuja kama mfalme. Ndio Yeremia pale. Sasa tunasoma Yeremia 23. Yeremia 23 mstari sasa wa 5. Yeremia 23:5. Tazama, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapomchipushia Daudi chipukizi la haki, naye atamiliki mfalme. Atatenda kwa hekima, naye atafanya hukumu na haki katika nchi. Kiswahili chetu tafsiri kidogo hapo inaleta shida. Naona hapo inataja naye atamiliki mfalme. Katika Biblia ya Kiingereza ya tafsiri ya King James Version, ambayo tumezoea kujifunza kwamba tafsiri yake ina maeneo mengi yanasogea sana kwenye tafsiri iliyokusudiwa kutoka katika lugha za asili zilizoleta Biblia kwetu. Hapo tunasoma, behold, the days come, saith the Lord, that I will raise unto David a righteous branch, and a king shall reign and prosper. David, a righteous branch, and a king. A righteous branch and a king. Chipukizi la haki na mfalme. Ndio lipaswa kuwa hivyo katika Kiswahili chetu. And a king shall reign and prosper. Kiswahili chetu kingetakiwa kusomeka, tazama siku zinakuja, asema Bwana, nitakapomchipushia Daudi chipukizi la haki na mfalme, naye atamiliki. Ilipaswa isomeke hivyo. Tazama siku zinakuja, asema Bwana, nitakapomchipushia Daudi chipukizi la haki na mfalme, naye atamiliki. Alitabiriwa kuja kama mtawala. Angalia sasa Mika 5 mstari wa 2. Mika sura ya 5 mstari wa 2. Mika 5 mstari wa 2 tunasoma, bali wewe
Bethlehem Efrata. Kinazungumziwa kijiji cha Bethlehem hapo. Bali wewe Bethlehem Efrata, uliye mdogo kwa miongoni mwa elfu za Yuda. Kilikuwa ni kijiji kidogo sana. Kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa nani? Atakayekuwa nani? Mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Naona atakayekuwa mtawala, atakayekuwa mtawala katika Israeli. Kwa hiyo alitegemewa kwa sababu ametabiriwa, sawa. Wakaona amezaliwa Bethlehem, sawa. Lakini walitarajia atakuwa nani? Mtawala katika Israeli, mtawala wa kisiasa. Ndio walivyojua mfalme, chipukizi la haki, kutoka kwa Daudi, mwana wa Daudi, lakini mfalme, mtawala katika Israeli. Sasa ndio maana utaona kwamba alivyosikia mamajusi wanakuja, alivyosikia Herode mamajusi wanakuja wanatoa taarifa, alihangaika sana Herode, kwa sababu alijua kama ndio huyo anazaliwa Bethlehem, kama ndio huyo Masihi aliyetabiriwa anazaliwa, basi anakuja kutawala. Kwa hiyo akawa anahangaika kwa kujua utawala wake unafikia kikomo. Anayekuja anakuja kupokonya utawala wa Herode. Ndio maana akahangaika kutafuta anazaliwa wapi, na kuhangaika ili watoto wote wauawe, ili aendelee kutawala, ili huyo asiwe mfalme, kwa sababu alijua huyo anakuja kwa mfalme kuchukua nafasi yake. Sasa jikumbushe jinsi Herode alivyofadhaika katika Mathayo sasa sura ya 2. Mathayo sura ya 2. Mathayo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Mathayo 2:1 mpaka 3. Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kumbuka, mtawala katika Israeli. Kwa hiyo mfalme wa Wayahudi, maana yake Wayahudi walikuwa ndio wakazi wa Israeli. Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Kwa nini anafadhaika? Anafadhaika kwamba sasa anakuja mtawala katika Israeli, na utawala wa Herode utakuwa umefikia kikomo. Sasa ukisoma yanayofuata ndio utaona Herode anahangaika ili kutafuta watoto wote wale wadogo wadogo wote katika kuzaliwa kwao wa kiume au wauawe wote, kwa sababu anajua sasa hatari na anataka kuendelea kutawala, ili sasa aendelee kutawala na ukoo wake. Basi inabidi kuhakikisha huyu anataka kuja kutawala anauawa tangu katika uchanga wake. Ndio pilika zake na kuhangaika kwake, kwa sababu alikuwa anajua anayekuja kama ni Masihi wanamjua wao, atakuwa mfalme, atakuwa ni mtawala. Sio hilo tu, lakini walijua vile vile kwamba atakuwa ni mtawala mwenye uwezo mkubwa sana wa kivita, ambaye hakutakuwa na vita ya kumshinda. Ataangamiza wote watakaoshindana naye katika vita. Kwa hiyo walijua kutokana na uwezo na nguvu za kivita atakazokuwa nazo. Warumi ingawa walikuwa na nguvu kubwa sana za kivita, hawatafua dafu kwa Wayahudi. Kwa hiyo watakombolewa kutoka katika kutoka kwa maadui zao waliowatawala. Warumi waliwatawala kwa sababu hawakuwa na nguvu kama
mpaka 17. Yeremia 33 mstari wa 14 mpaka 17. Yeremia 33 mstari wa 14 mpaka 17 tunasoma. Tazama, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapolitimiza neno lile jema nilolinena katika habari za nyumba ya Israeli na katika habari za nyumba ya Yuda. Katika siku zile na wakati ule nitamchipushia Daudi chipukizi la haki, naye atafanya hukumu na haki katika nchi hii. Katika siku zile Yuda ataokolewa. Angalia maneno hayo. Katika siku zile Yuda, ambao ndio Wayahudi hao, ataokolewa na Yerusalemu utakaa salama, na jina lake atakaloitwa ni hili: Bwana ni haki yetu. Maana Bwana asema hivi: Daudi hatakosa kuwa na mtu wa kuketi katika kiti cha enzi cha nyumba ya Israeli. Yerusalemu utakaa salama. Yuda ataokolewa kutoka katika mikono ya adui zake. Ataokolewa kutoka katika mikono ya adui zake. Luka sura ya kwanza. Luka sura ya kwanza. Luka sura ya kwanza, tusome kuanzia mstari wa 67. Kuanzia mstari wa 67 mpaka mstari ule wa 70. Labda tusome mpaka mstari ule wa 76. Na Zakaria baba yake, Luka 1:67 mpaka 76. Na Zakaria baba yake akajazwa Roho Mtakatifu, akatabiri akisema, atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli, kwa kuwa amewajia watu wake. Kumbuka ni Zakaria na Elisabeti ambao ndio wazazi waliomzaa mtoto Yohana Mbatizaji, aliyekuwa anaitengeneza njia huyo Masihi, njia huyo Kristo atakayekuja. Na Zakaria baba yake akajazwa Roho Mtakatifu, akatabiri akisema, atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli, kwa kuwa amewajia watu wake na kuwakomboa. Ametusimamishia pembe ya wokovu katika mlango wa Daudi mtumishi wake, kama alivyosema tangu mwanzo kwa kinywa cha manabii wake watakatifu, tuokolewe na adui zetu na mikononi mwao wote wanaotuchukia. Walitarajia hilo sasa, ili kuwatendea rehema baba zetu na kulikumbuka agano lake takatifu. Wapo waliomwapia Ibrahim baba yetu ya kwamba atatujalia sisi, bado narudiwa pale, tuokoke mikononi mwa adui zetu na kumwabudu pasipo hofu, kwa utakatifu na kwa haki mbele zake siku zetu zote. Nawe mtoto utaitwa nabii wake aliye juu. Anazungumzia Yohana Mbatizaji sasa, mtoto wakati huo. Kwa maana utatangulia mbele za uso wa Bwana, umtengenezee njia zake. Kwa hiyo alitarajiwa huyo ambaye Yohana anamtengenezea njia yake atawafanya Wayahudi waokolewe kutoka katika mikono ya wale wanaowachukia, mikono ya wale adui zao ambao wamewazidi nguvu, ambao walikuwa Warumi sasa, ambao walikuwa na tawala hapo. Sasa hatimaye mbinu za Herode kumuua hazikuweza kufanikiwa, akawa Herode yeye ndio aliyefariki. Mtoto yule alipelekwa Misri, akarudi akakuwa Yesu. Sasa wakatarajia huyu awe mfalme, atawale.
Ndio wakati mwingine wanaenda hata kumshika kabisa wamweke kuwa mfalme, anakimbia, anatoka mikononi mwao, anasema mfalme wake si wa dunia hii. Sasa kama mfalme wake huyu si wa dunia hii, basi sio yeye. Ndiyo majumuisho yao wakasema hawakujua maandiko mengine, hawakuyaelewa wala hawakufafanuliwa na walimu wao nyakati hizo, walikuwa gizani. Kama nasema ufalme wake sio dunia hii, basi siye, maana sisi tunamjua huyu atakuwa ni mtawala katika Israeli. Sio hilo tu, lakini ile ilianza kuwashtua pale anapoona huyu yani maana yake hataki kuwa mfalme, anasema ufalme wake sio dunia hii. Ikawa wengi sasa wakaanza kuwa na mashaka, huyu siye Kristo, huyu siye. Tulikuwa tunafikiri ndiye, ishara fulani fulani zilizoonyesha amezaliwa Bethlehem hivi na vile, lakini hii mbona sio mfalme anayekuja kutuokoa kutoka katika mikono ya Warumi? Naona na hata wanafunzi wake pamoja na kukaa naye bado walikuwa na matumaini hayo hayo, kwamba nafikiri kuna wakati fulani sasa atakuwa sasa anasimamisha utawala wake hapo. Angalia Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari ule wa 6. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 6. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Unaona, ilikuwa unajua sasa anakuja kuwarudishia Israeli ufalme, watoke katika himaya ya Kirumi. Na unaona, na hiyo wanakutanika wanazungumza naye ni baadaye kabisa huko, baada ya kufufuka, kabla ya kupaa, wanazungumza naye bado maneno hayo. Kwa sababu wanaona siku zimekwenda, lakini haonyeshi dalili sasa ya kutawala. Sasa sio hilo tu, lakini kwa sababu walijua atakuwa na uwezo wa kivita kiasi ya kuwafanya Warumi wasalimu amri kwake na kuwaokoa Yuda au kuwaokoa Wayahudi kutoka katika mikono wanaowachukia au maadui zao, walijua Warumi hawawezi kumtesa, hawawezi kumuua. Sasa alipoanza kufundisha kwamba tazama, nitatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na wazee, alafu watanitemea mate, watanisulubisha, nitakufa, lakini siku ya 3 nitafufuka. Hiyo ndio ikawachanganya kabisa, ikawachanganya kabisa. Na kwamba yeye atakayenila mimi na kuinywa damu yangu, anazungumzia juu ya ile damu yake itakayomwagika msalabani. Hiyo ndio ikamchanganya kabisa, ikafanya wanafunzi wengi waliokuwepo kumwacha, wasiandamane naye tena. Walikuja kumfuata sana, wakijua wanamfuata mfalme, wanamfuata huyu ambaye anaenda kutawala, anaenda kuwatoa katika mikono ya maadui. Kwa hiyo wakafurahi kumfuata, wakafurahi kuwa mwanafunzi wao, wakafurahi kuwa mfuasi wao. Lakini anaanza kusema nitatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani. Kumbuka nyakati hizo kusulubishwa kulikuwa ni adhabu ya Warumi, ya Kirumi, ya utawala wa Kirumi, ambayo ilikuwa na lengo la kuwakomesha kabisa watu wanaojaribu kuwa kinyume na
na himaya yao. Mmoja kati ya wale waliosulubishwa pamoja na Yesu wanatajwa kwamba walileta fitina. Walikuwa ni watu walioleta fitina. Fitina inayotajwa kwa lugha ya leo ni wahaini, yani kama vile kupindua serikali kwa lugha ya leo. Ndio ile fitina ambayo inatajwa katika maandiko hayo. Luka sura ile ya 23, Luka sura ile ya 23 mstari wa 18 mpaka mstari wa 19. Luka 23:18 mpaka 19. Wakapiga kelele wote pamoja wakisema, muondoe huyu, utufungulie Baraba. Naye ni mtu aliyetupwa gerezani kwa ajili ya fitina iliyotokea mjini na kwa uuaji. Hiyo inayoitwa fitina, maana yake serikali hiyo ilifitiniwa ili itoke madarakani. Alikuwa mmoja kati ya wale walioongoza kutaka kupindua hiyo himaya ya Kirumi na kuitoa katika madaraka. Akatupwa gerezani huyo Baraba. Sasa kwa kawaida, ili kukomesha watu kama hawa wanaoleta fitina, wahaini na watu ambao ni wahalifu wakubwa sana, walitumia adhabu hiyo ya kusulubishwa msalabani. Na mtu alitakiwa katikati ya kutoka mjini kabisa ajitwike msalaba wake mwenyewe. Kujitwika msalaba sasa ni sawa sawa na kujitwika kile chombo ambacho ndio kitatumika kukuua wewe mwenyewe. Ni kama vile ambavyo kama tunaenda kuuawa kwa bunduki au na uawa kwa kisu au kwa upanga, basi uchukue silaha au uchukue hicho ambacho kinaenda kukuua wewe mwenyewe, ndio kibebe mwenyewe. Kwa hiyo iliwalazimu wajitwike msalaba wenyewe kutoka mjini, watu wote wanaona, alafu wawadhihaki. Hakuna nguvu yoyote, maana kama una nguvu usingeukubali, ungepambana na kuwashinda hao Warumi wanaokwenda kukusulubisha kwa msalaba wako ambao unaubeba mwenyewe mpaka huko utakapofika. Kwa hiyo waliwadhihaki, waliwakejeli sana na kuwadhihaki kwamba kiko wapi. Walikuwa wanajifanya mjuaji. Na askari wa Warumi sasa ndio wako kila kona, wanalinda kuhakikisha huyo anabeba msalaba kwa aibu mpaka kufika hapo kule juu kabisa kwenye mlima, alafu atundikwe pale na kusulubishwa na kuonekana si chochote si lolote. Sasa maandiko hayo ambayo Yesu alikuwa anazungumzia ndio yakazidi kuwapeleka watu mbali. Sasa kwa mfano ile Yohana 6 ambayo tumekuwa tunasoma mara kwa mara, ilikuwa ni kilele cha hayo yote. Ni kama watu sasa wanaona huyu si Masihi, huyu si Masihi tuliyomtarajia. Yohana 6 mstari ule wa 66. Yohana 6:66. Kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma wasiandamane naye tena. Wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma wasiandamane naye tena. Wengi walikuwa wanafunzi wanamfuata kwa furaha kwamba huyu atakuwa ndio mfalme, atatawala, ataondoa Warumi, anakuja kutuletea raha, anakuja kutuokoa mikononi mwa adui zetu. Lakini walipokuja kusikia anazungumza yeye mwenyewe, anafundisha nitatiwa mikononi, nitasulubishwa, atasulubishwa, ile adhabu ya aibu, ile adhabu ya maumivu makali kiasi kile. Maana ilikuwa mtu katika kusulubishwa maana yake unakufa unajiona.
umepigwa misumari miguuni, umepigwa misumari kwenye mikono, unapigwa mkuki, na hivyo unakufa taratibu hivyo, unajiona na uwezi kuchomoka paka unakata roho. Alikuwa unakufa kwa maumivu makali mno. Maumivu yalikuwa makali sana, ndio kiasi fulani wanatoa ile siki, wanatoa nini ile kwa namna fulani kumpunguzia mtu maumivu, maana maumivu ni makali mno. Kwa hiyo mtu ambaye atapelekwa, atabeba msalaba, hana nguvu zozote za kutoka katika mikono ya wale askari, basi hana nguvu, Sasa wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakasema, huyu naona sio Masihi tuliyemtarajia. Wakaachana naye, wasiandamana naye tena. Akawageukia wanafunzi wake, na nyinyi mnataka kuondoka? Tukuache wewe Bwana, twende kwa nani? Anaona maneno ya uzima. Hawa wamepata ufunuo kwamba huyu ndio Masihi, wakawa ni wachache sana. Unaona? Na ndio maana tunaona hata ile siku ya Pentecost tunashangaa wako 120 tu. Wale wengi alikuwa anazungumza nao mpaka asimame juu ya mlima, anasimama chini, asimame kwenye boti. Wanafunzi walikuwa wengi sana, lakini wengi wakamwacha. Sasa ukiwa unajua hayo, sasa utakuwa unaelewa vizuri zaidi kwa nini hawa watu walisema ajiokoe mwenyewe kama ndiye Kristo pale msalabani. Maana walijua Kristo ana uwezo wote wa kutoka katika mikono ya adui. Walijua ana uwezo wa kivita, Yerusalemu itakaa salama. Maana yake hakutakuwa na yeyote anaweza kupambana na huyo. Basi anaweza kupambana na huyo Kristo. Basi kama ndio Kristo, na hao Warumi ndio wamefanya waliyofanya, basi atoke hapo aonyeshe uwezo wake dhidi ya hao maadui wa Kirumi ambao wanataka kumuua hivyo. Luka 23 sasa. Luka 23 mstari wa 35 mpaka 37 tunaona juu ya watu na wakuu wanamfanyia mzaha. Luka 23 mstari wa 35 mpaka 37. Watu wakasimama wakitazama. Luka 23:35 mpaka 37. Watu wakasimama wakitazama. Wale wakuu nao walikuwa wakimfanyia mzaha wakisema, aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe kama ndiye nani? Kristo wa Mungu mteule wake. Wale askari nao wakamfanyia dhihaka, wakimwendea na kumletea siki, huku akisema, kama wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Walijua Kristo ni mfalme. Walijua Kristo anakuja kama mfalme, anakuja kama mtawala katika Israeli, mwenye uwezo mkubwa wa kivita ambao hakuna atakayeshindana naye. Sasa vipi? Kama wewe ndio mfalme wa Wayahudi, basi jiokoe, onyesha uwezo wako dhidi ya uwezo wa Warumi, hawa askari wanaokutesa na ambao wana lengo kuua. Maana wale wote walikuwa wanapigilia misumari walikuwa ni askari wa Kirumi. Wale wote wanachoma mkuki walikuwa ni askari wa Kirumi. Wale wote wanashindilia taji la miba walikuwa ni askari wa Kirumi, mapandikizi ya askari. Jiokoe basi tuone kwamba una nguvu kuliko hawa Warumi. Hata yule mhalifu msalabani, naye vile vile akaingia katika mkumbo huo. Luka 23 hapo sasa mstari wa 39. Luka 23:39. Na mmoja wale wahalifu waliotungikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Kwa hiyo ukikumbuka Kristo sasa utakuwa unaelewa wakati wote ukisikia neno Kristo unazungumzia Masihi. Kwa hiyo kuna tofauti sana kati ya kusema Yesu peke yake na kusema Yesu Kristo. Tuko pamoja? Ukisema Yesu Kristo sasa unamkubali kwamba ni Masihi. Wayahudi hawezi kusema Yesu Kristo, hawezi kusema hivyo. Hata ukiwa unazungumza hadithi yake hawasemi Yesu Kristo,
wanazungumza Yesu. Yesu alikuwepo, Yesu unaona ile kama ile katika Matendo ya Mitume, katika ile Matendo ya Mitume unaona ile habari ya habari ya Yesu, ile Matendo ya Mitume 13 mstari ule wa 6. Walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Yesu. Sasa hawa Wayahudi hawezi kutamka mpaka leo. Kwa mfano kama unakwenda kule Israeli, alafu wanakuwa waongozaji, wao wanakwenda katika maeneo yale aliyopita Yesu, kama vile ambavyo tunawapeleka sisi kwa watalii Ngorongoro, kwenye mbuga za wanyama na kadhalika. Nao yale maeneo aliyopita Yesu, kwa sababu watu wanataka kuyaona, wako waongozaji wanawapeleka kama watalii. Wale waongozaji hawawezi kusema hapa ndio Yesu Kristo alikuwa anapita, anaenda huko. Hawatamki hilo Kristo, kwa sababu mpaka leo hawamkubali kwamba yeye ni Masihi. Watasema Yesu tu, lakini sio Kristo. Na mgogoro mkubwa ulikuwa Kristo, yani kukiri kwamba ni Kristo. Hapa ndio fujo ilikuwa mzito sana. Sasa utaona hata ile anwani, maana kilitengenezwa kibao fulani juu ya msalaba, alafu kikaandikwa mfalme wa Wayahudi, Yesu Kristo wa Nazareti, Yesu wa Nazareti, mfalme wa Wayahudi. Na kile kilichotokea, labda tujikumbushe tena hapo. Yohana 19 mstari wa 19 mpaka 22. Yohana 19 mstari wa 19 mpaka 22. Naye Pilato akaandika anwani, kibao fulani, ndio hicho maandishi yale yanaitwa anwani, yani kumtambulisha huyo anayesulubishwa ni nani. Naye Pilato akaandika anwani, akaiweka juu ya msalaba, imeandikwa Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Basi anwani hiyo waliisoma wengi katika Wayahudi, maana mahali pale aliposulubiwa Yesu alikuwa karibu na mji, nayo iliandikwa kwa Kiebrania na Kirumi, lugha ya watawala, na Kiyunani. Basi wakuu wa makuhani na Wayahudi wakamwambia Pilato, usiandike mfalme wa Wayahudi, bali ya kwamba yule aliyesema, maana yake yule alisema, yani yule aliyesema mimi ni mfalme wa Wayahudi. Usiandike, ukisema mfalme wa Wayahudi maana yake unathibitisha ni mfalme wa Wayahudi. Uandike tu yule aliyesema kwamba yeye ni mfalme wa Wayahudi, maana alihojiwa mara kwa mara, wewe sasa wewe ni mfalme? Akasema wanena, yani unachosema ndicho. Wewe ni mfalme? Ndio. Unachosema ndicho. Kwa hiyo uandike yule aliyesema mimi ni mfalme wa Wayahudi, kwa sababu kama ni mfalme wa Wayahudi yule ambaye alitabiriwa, maana yake angekuwa na nguvu dhidi ya hawa Warumi. Na sasa maandishi yameandikwa kwa Kirumi. Sasa mfalme wa Wayahudi vipi wakati kimeandikwa kwa Kirumi? Mfalme wa Wayahudi vipi wakati Warumi ndio hawa wanamsulubisha tu kama mtu yote tu ambaye hana nguvu? Pilato akajibu, niliyoandika nimeandika, hakuna kufuta. Naye anazungumza hata bila kujua, kwa sababu ni kweli ni yeye ni mfalme wa Wayahudi. Unaona? Sasa za ile Isaya 53 inazungumzia juu ya kuteswa kwake, kutemewa mate, ile hawakuijua kwamba inahusiana na Masihi.
maandiko kadha wa kadha ambayo yanazungumzia juu ya kuteswa kwake hakuyajua wala hakupata ufunuo huo. Kwa walishangaa, huyu anakujaje kuteswa? Hiyo hata wakati ambapo alikuwa anawafundisha akizungumza tu juu ya kuteswa, hata wanafunzi kama Petro ambaye alisema wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai kwa ufunuo, hakuamini kwamba atateswa. Ingawa muda mfupi tu baada ya kusema wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Yesu alipoanza kuzungumza juu ya mateso, nitapata mateso, ndipo Petro kwa kujua Kristo hawezi atateswaje na Warumi huyu mwenye nguvu, haiwezekani, ndio akamwambia hasha Bwana, hayo hayatakupata. Kwa hiyo alivyosema hivyo sio alisema tu kukurupuka, alikuwa anamaanisha ile kwamba mfalme huyu yeye alijua ni Kristo na alijua mfalme hawezi kuteswa na Warumi huyu, hawamwezi kwa jinsi ambavyo huyo mfalme anavyotakiwa kuwa. Ndio akasema hasha Bwana, hayo hayatakupata. Mathayo 16 sasa turudi Mathayo 16. Mathayo 16 tulikuwa hapo punde tukaona jinsi ambavyo katika mstari ule wa 13 mpaka 17 Petro alivyosema na kujitofautisha na wale wengine waliosema huyo ni Elia, huyo ni Yohana Mbatizaji, huyo ni Yeremia, ni mmoja wapo manabii. Yeye akasema huyo ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na Yesu akamwambia damu na nyama, mwili na damu vikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Sasa mstari wa 21 sasa hapo mbele, mstari wa 21 mpaka mstari wa 22. Mathayo 16 sasa 21 mpaka 22. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Alitamka hayo akijua huyu ni Masihi, na kwa namna alivyojua Wayahudi huyu ni mfalme mwenye uwezo wa kivita. Warumi hawezi kumtesa hivi mpaka kumuua, haiwezekani. Ndio maana akasema hayo hayatakupata, sababu yeye naye hakujua. Kwa hiyo tunaweza kuona hata alivyokufa hatimaye ile amezikwa. Ndio maana wanafunzi iliwabidi wakajificha. Biblia inasema wakaenda kujificha kwenye malango kwa hofu ya nini? Kwa hofu ya kina nani? Wayahudi. Sasa tunapata kuelewa maana yake nini. Biblia shida kidogo hii, haya maandiko haya mengine yanahitaji ufunuo wa ndani sana. Au sio? Unaweza utapita hivi katika maandiko mengi hivi, lakini uelewe hasa ile kuunganisho kwake kukoje. Ni neno la Mungu ambalo linahitaji linakuja kwa kufunuliwa na Roho mwenyewe. Kwa nini kwa hofu ya Wayahudi? Wayahudi manake ingekuwa ni kwamba sasa mfalme gani huyo wa Wayahudi? Huyo ndio mtawala katika Israeli. Angalia wamemweza kabisa, amekufa. Si huyo amezikwa. Manake ingekuwa wangepita wapi hao ambao akina Petro alikuwa anasema wewe ndiwe Kristo? Wewe ndio Kristo. Wanazungumza na watu wengine, wewe ndio Kristo. Ilikuwa ndio sababu ya kujificha. Manake huko mjini kusingekalika. Ukajificha na kuweka na kufunga malango kabisa kwa makomeo mazito, kwa sababu walionekana sasa ni kama uongo umedhihirika sasa. Na hata baada ya kufufuka akakutana na watu kule katika kule kunakoitwa Emau. Mmoja akaanza kusimulia, kuelezea yale yaliyotokea. Huyu mwingine akisema vipi? Sema wewe hujui yaliyotokea hapa na hapa. Sasa hebu twende katika hiyo, utapata tena ufunuo mwingine hapo. Luka 24. Luka 24 13 mpaka 27. Ngoni mwao walikuwa akienda kijiji kimoja jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Ni Luka 24 tunasoma 13 mpaka 27.
Na tazama, siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia. Wakati huo sasa ameshafufuka. Yesu mwenyewe alikaribia, akaandamana nao. Macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao jina lake Kleopa, akamwambia, je, wewe peke yako umgeni katika Yerusalemu hata huyajui yaliyotukia humo siku hizi? Akauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote, tena jinsi wakuwa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa wakamsulibisha. Sasa angalia kwa makini mstari wa 21. Unaweza kupigia mstari hapo, ndio utaona unavyohusiana na yale tulikuwa tunazungumza. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Nasikia maneno hayo? Sema pamoja nami. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Maana tulikuwa tunatumaini, lakini tumaini lote limefanya nini? Limepotea, limefutika, haliko sasa. Ina maana kule kukombolewa kote hakupo. Unaona? Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya 3 tangu ilipotendeka mambo hayo. Tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushtusha, waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasiuone mwili wake, wakaja wakasema ya kwamba wametekewa na malaika waliosema kwamba yu hai. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumwona. Sasa Yesu mwenyewe hapa akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliyosema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Anaanza sasa kueleza katika maandiko. Atazungumza Isaya 53, anazungumzia hivyo, alichukuliwa kama mwana kondoo wa kuchinjwa. Hayo yote hakuyajua. Anaanza kueleza sasa kwamba imempasa Kristo kuyapata haya. Unaona? Kwa hiyo wao walichanganya. Atakapokuja kama mtawala, itakuwa wakati wa kuja kwake mara ngapi? Mara ya pili, ambapo sasa ni baada ya kunyakuliwa kwa kanisa, baada ya dhiki kubwa, watakatifu walionyakuliwa, baada ya harusi huko, baada ya harusi ya mwana kondoo inaitwa hiyo, baada ya kupongezwa na kupewa thawabu kule juu, anarudi na watakatifu wake. Sasa ndipo anakuja kutawala miaka 1000. Lakini kabla ya utawala, yeye anatokeza sasa kama mwenye uwezo wa kivita. Wakati wa vita vya Gogu na Magogu, vita vya Armageddon, vita vya Gogu na Magogu, kila kilichoinuka kwa upanga tu ambao unatoka katika kinywa chake anaua wote. Amen. Na sasa wanakatiliwa mbali. Hapo ndio anakuja kutimiza hayo maandiko. Kwa maana yake maandiko hayo yalikuwa katika awamu 2 tofauti. Tuko pamoja wanafunzi wa Yesu? Lakini hapa hakuyaelewa. Wakafikiri hayo yote yalikuwa yanafanyika kwa wakati mmoja. Na kwa ajili hiyo sasa wanafunzi wakawa wengi walimwacha. Wale waliobaki kweli walikuwa na kitu cha kuupindua ulimwengu. Walikuwa na kitu ndani yao ambacho kingewawezesha kuishikilia imani hata kwa gharama ya kifo.
Na ndio sasa moyo wa somo letu. Ukiwa umejua hiyo yote yaliyotangulia, sasa utaelewa hili neno la msalaba zaidi tunalojifunza leo. Sasa tuende pamoja katika hatua inayofuata. Katika maandiko yaliyotangulia sasa, ambayo tuliyasoma kule mwanzo, anasema yeyote anataka kumfuata ajitwike msalaba wake kila siku na kumfuata. Sasa kumekuwa na upotoshaji wa andiko hili, na wengine ile kujitwika msalaba wako na kumfuata, kujitwika msalaba, wengine wamekuwa nasema labda lile jambo ambalo ni mzigo wako ndio msalaba wako. Mwingine anasema mume wangu nakaa naye tu ni msalaba wangu, ni msalaba wangu. Mume wako msalaba wako. Mwingine mke wangu ni msalaba wangu. Mwingine yule mtoto nilimzaa ndio msalaba wangu. Yaani kuna wakati anakuja anatafuta kunipiga panga niue wakati nimemzaa mwenyewe. Sasa nifanyeje? Ni msalaba wangu. Mwingine ugonjwa unamtesa, anasema ndio msalaba wake. Naona hapana, hayo sio msalaba wako. Hayo sio msalaba wako wa kujitwika kila siku, hapana. Kama tulivyojifunza, msalaba, yule aliyekuwa anajitwika msalaba alikuwa mwenyewe anakwenda kukikabili kifo. Alikuwa amejitwika kile kitu cha kumuua mwenyewe, kifaa cha mauaji ya juu yake, halafu anakwenda kukikabili kifo. Anakwenda na Yesu mwenyewe sasa ilikuwa kwa hiari yake mwenyewe. Alijitoa nafsi yake. Alisema, unafikiri sina uwezo wa kuita majeshi 12 ya malaika wakaje kunipigania? Hakuyaita. Alijitoa nafsi yake, akajitwika msalaba wake, akaenda. Amejitwika msalaba, anaenda kukabili kifo chake mwenyewe. Naona wanamdhihaki, wanamtemea mate, maneno hivi kama wewe ni Kristo, yuko nafsi yako, wala ajibu mpaka nakufa. Unaona? Sasa wakati ule anazungumza nao, kabla hayo hajatokea, ndio akasema, yeyote yule ambaye kweli ni mwanafunzi wangu, ambaye kweli ananifuata, basi hana budi kujikana mwenyewe na kujitwika msalaba wake na kunifuata. Kila siku anajitwika msalaba. Sasa hii imeleta imani za kila namna. Kuna imani moja Kenya tu hapa jirani, na iko sehemu nyingine duniani. Utakuta watu wanaenda wamebeba vimisalaba vyenyewe, sasa ni vidogo ili visio vizito, ni vidogo. Yaani unakuta mwingine anaweka msalaba kwenye kibega, anaweka kwenye bega, anakiweka hapa. Hata wakati anakula atakiweka mahali fulani. Anaweza kukiweka hapo juu ya meza au juu ya mahali fulani, labda anakining'iniza kwenye mfuko. Maana ameambiwa ajitwike msalaba wake kila siku. Maana yake mahali popote alipo awe na msalaba. Kwa hii ndio imesababisha hata wengine wanavaa msalaba shingoni. Mwingine hujui sana, wengine ni kwa imani kabisa kwamba unapovaa msalaba shingoni ndio umejitwika. Kwa hiyo unakotembea kokote una msalaba shingoni. Unaona? Iko imani zilianzia hivyo mpaka mtu ikawa sasa ni msalaba shingoni. Na wengine wanakwenda hivyo, ni kila mahali ana msalaba. Hata akija kulala, yaani mahali pale anapolala, sasa bado msalaba unakuwa hapo kwenye mtego, kwamba anajitwika kila siku msalaba. Sio maana yake. Sasa maana yake nini? Maana yake ni hii, kwamba ile kumfuata Yesu
mtu ambaye ni mwanafunzi wa Yesu kweli hata mfuata Yesu kwa raha tu. Walikuwepo wanafunzi wengi kama tulivyoona waliomfuata Yesu na kuwa tayari kuwa wanafunzi wake, kwa sababu walijua ni mfalme anakuja kutawala, anakuja kuwaokoa na adui zao, anakuja kuwatoa katika shida, anakuja kuwatolea shida yote na kuteswa na Warumi, anakuja sasa kutawala ili kutufanya Israeli sasa tujitawale wenyewe. Kwa hiyo akampenda mfalme wa namna hiyo, lakini alivyojua kwamba ni hii ambayo itatupeleka kwenye mateso, wakawa hawamtaki huyo mfalme ambaye anaambatana na mateso, mfalme ambaye anaambatana na kufa, mfalme ambaye anaambatana na kutemewa mate, mfalme anayeambatana na kupiga makofi. Hapana. Mfalme anaambatana na kupiga misumari miguuni na mikononi. Hapana. Wakaacha kuandamana naye, wengi wakajitenga. No. Sasa alikuwa amewaambia mapema, kama mtu anasema ni mwanafunzi wangu, basi hana budi kujikana. Manake kujitwika msalaba, manake awe tayari kwa ajili ya imani ya wokovu wake, kwa ajili ya imani ya Ukristo, kwa hiari yake mwenyewe awe tayari kukabiliana na mateso kwa sababu ya imani yake, vihaka, kejeli, mizaha kama hiyo. Alichokuwa mwenyewe basi ajiokoe na wengine. Kakobe, umekuwa unaombea watu wanapona, mbona unaumwa sasa? Na wewe jiponye mwenyewe. Wewe si unaenda siku zote tunaona unazunguka huko na hubiri, unaombea watu, unatoa pepo, na wewe tena huko kitandani. Vipi sasa? Si wewe tunasema unasali huko. Nguvu za Mungu tumekuwa naziona, ziko wapi nguvu za Mungu sasa? Mbona naona adhirika tu hapa na mateso yako, unatembelea magongo. Kiko wapi basi? Kiko wapi basi? Sasa kujitwika msalaba maana yake ni kukabiliana na kejeli hizo na mizaa yote hiyo bila kuiacha imani, na kusema kama Yesu, na umebeba msalaba paka msalabani wote. Kama wewe ni Kristo, basi jiokoe nafsi yako kimya mpaka unakufa, lakini hujatetereka. Manake unakuwa tayari kwa lolote. Humfuati Yesu kwa sababu atakuokoa na adui zako. Humfuati Yesu kwa sababu atakupa raha. Leo tuna watu wengi wa namna hiyo ambao wanamfuata Yesu kwa sababu atawapa magari, wanamfuata Yesu kwa sababu atawapa mtoto, wanamfuata Yesu kwa sababu ataponya magonjwa yao, wanamfuata Yesu kwa sababu atawapa raha, atawapa kazi, atawapa muujiza ule au muujiza ule. Lakini kama mambo yanakongoroka, huyu Yesu wa namna hii, huyu Masihi wa namna hii, huyu Kristo wa namna hii, huyu sio wangu, huyu atakuwa sio Kristo. Kristo gani ananiachia niteseke hivi wakati ana uwezo wote kupambana na kuniokoa na adui zangu? Kristo gani ananiachia yote haya yanipate? Wananidhihaki, wananikejeli, nimenyang'anya kiwanja changu, nimenyang'anya nyumba yangu, ananiachia hivi, naendelea kuugua, hakuna msaada, ananiachia hivi, natembelea mpaka magongo, ananiachia hivi, niko na kansa inanisumbua namna hii. Kristo gani huyu ambaye sasa na kansa yote hii kabisa mpaka kufa kabisa, naona kifo, mauti, na nuka sasa harufu kila mahali umeoza mwili? Kristo gani huyu? Wanamna hii siye. Wewe unakuwa huna tofauti na wale wengi miongoni mwao waliomwacha wasiandamana naye tena. Lakini mwanafunzi wa kweli, mimba imetoka, bado ni mwanafunzi wa Yesu. Amefukuzwa kazi, bado ni mwanafunzi wa Yesu. Amepata mshahara, halafu barabarani tuko katika daladala, hela yote imeibiwa, bado ni mwanafunzi wa Yesu. Amekata miguu yake, anatembelea magongo, bado ni mwanafunzi wa Yesu.
ametoka kwenye maombi kama hivi, anakuta anagongo na gari, amepata ajali, anatembelea magongo. Jamani, yani wewe kweli umetoka kumuomba huyo Kristo ambaye kabisa umekuwa unatenda kazi yake katika maombi, imekuwaje sasa unapata ajali hivi mpaka huko namna hii unatembelea magongo? Imekuwaje? Huyo utakuwa sio Kristo. Bado ni Kristo. Nasema bado ni Kristo. Nasema bado ni Kristo. Hata katika magongo bado nitamkiri kwamba ni Kristo wangu. Hata natembelea magongo bado nitamkiri kwamba ni Kristo wangu. Pamoja na maombi, ninakwambia kama unaendelea kusali huko, bado nimekwambia kama unasali utafuta mahali pa kusali kwingine. Lakini habari ya Kakobe hiyo sitaki kusikia. Kama ni mahali fulani sawa, lakini kule nako wamezidi, mambo yao yamepitiliza. Huwezi kuwa na mahali ambapo kidogo kutakuwa moderate, mahali ambapo kidogo kutakuwa na imani ya katikati. Kama utaki kwenda mahali pa imani ya katikati, umekazana na huko, mimi na kuacha, nitamuoa mwingine. Unashindana, unaomba, unashindana, unaomba. Kama mchezo, unakuta harusi imetangazwa, unakimbia haraka kwa padri kwamba jamani, mimi nimeoa huyu na huyu, na makaratasi ndio haya na haya. Hawataki kusikia, ndoa imefungwa. Nafikiri huyu sio Kristo. Nafikiri huyu sio Masihi. Mbona hajaniokoa na adui zangu na maombi haya yote? Mwanafunzi pamoja na mwanamke mwingine ameolewa, bado atasema Yesu ni Kristo. Bado atasema Yesu ni Kristo. Bado atasema Yesu ni Kristo. Na vigelegele vyako tutavipima, na Yesu atavipima. Kama haja kutokea atakuja. Yatakuja mwanangu, yatakuja. Msalaba utakuja, tutaona. Yatakapokuja ndio tutajua kwamba wewe ni mwanafunzi wa Yesu wa kweli au la. Ndio tutajua. Yaani mume wangu amekufa kabisa, tena kwa kupigwa risasi. Yaani tumeachana tu vizuri, ameenda kazini, yaani narudi naambiwa huyu amepigwa risasi. Unaendelea na imani? Hata huyu atakuwa sio Kristo. Yaani mume wangu anapigwa na risasi hivi tu, na imani yote hii imekuaje? Mwanafunzi wa Yesu. Sasa utaona pale alipokuwa anazungumza maneno hayo kwenye mistari yote hiyo tuliyosoma. Tumesoma Luka 9:23, tumesoma Marko 8:34, tumesoma Mathayo 16:24. Mistari inayofuata sasa anazungumzia anayekuwa tayari kuiangamiza nafsi yake. Tuende pamoja, tuangalie kote. Kila akimaliza lazima azungumzie hiyo. Luka 9:23 tulisoma, turudi pale tena. Luka 9:23. Luka 9:23. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Sasa angalia mstari ule wa mstari unaofuata 24 mpaka 25. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakaye isalimisha. Kwa kuwa yamfaa nini mtu kuupata ulimwengu wote kama akijiangamiza na kujipoteza mwenyewe? Maana yake nini? Atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza. Kuiponya nafsi yako ni hivi. Mume wako anakwambia sasa, mimi nakwambia kama unaendelea kusali huko umekazana tu kwa Kakobe, ndoa tunaachana na wewe. Siwezi kukaa na mwanamke wa namna ya kwako ambaye havai suruali, havai wigi, hajikoboi ngozi yake. Zamani ulikuwa mweupe, sasa umerudi weusi wako wa zamani. Nakwambia hivi utaki kusikia, hata perfume eti hamna.
basi wewe kama unakwenda kwenye hizo imani za katikati utaendelea kuwa mke wangu. Kama umekazana huko, nakwambia naoa mwingine. Unafikiri mchezo? Ndio mwanamke ameingia kutoka Msoma. Unasikia? Sasa kuiponya nafsi yako maana yake kuachana na full gospel, kuachana na Kakobe, kuachana na imani hii unaiona sasa imezidi, uende imani ya katikati, hizo anazotaka mume wako ili uendelee kuwa mke wake. Hapo umeiponya nafsi yako. Umeona? Hapo umeiponya nafsi yako. Umeiponya nafsi yako katika mwili, lakini katika roho umefanya nini? Umefanya nini? Umeangamiza. Hiyo. Wako watu wengi tu wengine wametoka hapa ili waziponye ndoa zao, wanasema. Ili waziponye kazi zao. Sasa unaona anasema hivyo. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake atafanya nini? Ataiangamiza. Na mtu atakayeangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakaye isalimisha. Mwanangu, ukifukuzwa na mume wako akaoa mwingine, ukaachika kwa ajili ya huyu Kristo uliyemng'ang'ania, nakwambia umeisalimisha roho yako. Nakwambia umeisalimisha nafsi yako. Umeisalimisha nafsi yako. Ngumu kumeza. Haya. Marko 8:34 tulisoma tena pale. Marko 8:34. Marko 8:34. Marko 8:34. Akawaita mkutano pamoja na wanafunzi wake, akawaambia, mtu yeyote akitaka kunifuata mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike na msalaba wake anifuate. Maneno yanayofuata ni yale mwelekeo ule wa kule kwingine. Sasa mstari wa 35 mpaka 36. Kwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake atafanya nini? Ataiangamiza. Na mtu atakayeangamiza nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, huyu ataisalimisha. Kwa kuwa itamfaidia mtu nini kuupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake? Unaona haya maneno yanakuja baada ya ile kujitwika nini? Msalaba. Haya, Mathayo 16:24. Akimaliza hiyo lazima yataje hayo, ingawa unakuta maneno mengine yanakuwa tofauti, lakini mwelekeo ni ule ule. Mathayo 16:24 pale tena tulisoma. Mathayo 16:24. Wakati wa Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Mstari miwili inayofuata. Kwa kuwa mtu atakaye 25 na 26 sasa, kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake atafanya nini? Ataipoteza. Na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu atafanya nini? Ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Ndio hiyo. Ndio hiyo. Kila siku tunajitwika msalaba. Msalaba unakuwa na njia mbili. Ukiusimika msalaba hivi kwenye ardhi yako au juu ya meza yako, unaona kuna kipande cha mti ambacho kinatoka juu kwenda chini, si ndio? Alafu kuna kingine sasa kinatoka ambacho kinatoka kushoto kwako kwenda kulia, ambacho kinapita hapo. Sasa kuna meyote lazima kitangulie kimoja chini. Wakati unatengeneza msalaba wenyewe, kimoja kitakuwa kinatangulia chini, halafu kingine kitakuja juu yake, si ndio? Kinakuja juu ya huyo mwingine aliyetangulia hapo. Ndio unatengeneza msalaba wako.
Sasa ina maana kubwa sana hapa. Kwa nini ni msalaba? Na kwa nini Mungu alichagua kazi hiyo ifanyike msalabani? Inafananishwa katika ulimwengu wa roho. Hicho kipande hiki ndio kinatakiwa kutangulia hiki ambacho kinatoka, tungesema kushoto kwenda kulia au magharibi kwenda mashariki. Hiki kinakuwa kinawakilisha mambo yote ya dunia, desturi na kawaida za ulimwengu, desturi na kawaida za ulimwengu ambazo zinatajwa katika Warumi sura ile ya inapaswa kuwa Efeso hapo. Waefeso sura ile ya pili. Waefeso sura ile ya pili mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. Waefeso 2:1 mpaka 2. Nanyi mlikuwa wapi kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu. Kawaida nyingi za ulimwengu zinaungana na mfalme wa uwezo wa anga ambaye ni Ibilisi, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Kawaida ya ulimwengu huu. Kuna kawaida nyingi za ulimwengu, lakini ni dhambi, ni kumfuata Ibilisi katika kuzifanya hizo kawaida. Ni kama leo nakuta wanawake wengi kawaida kuvaa suruali, kawaida mashuleni, kawaida vioni, kawaida barabarani, kawaida mitaani. Zamani ilikuwa hata wanaovaa suruali au wanawake ilikuwa vigumu sana kwenda kijijini ukutana na bibi yako huko umevaa suruali huko vijiji vya kwetu, wangekushangaa sana. Lakini sasa hivi wanaenda nazo, na mabibi wengine nao wanazivaa na unakuta bibi amevaa na wigi lake na anashangaza huyo bibi, tafikiri sanamu fulani hivi. Ni kawaida ya ulimwengu huo sasa kuvaa suruali wanawake. Unaona inafikia mahali mwanamke anavaa suruali, akija kuvaa sketi eti ndio ajabu. Sasa akija kuvaa gauni ndio ajabu. Ni kawaida ya ulimwengu huu sasa. Kawaida ya ulimwengu huo maperfume, kawaida ya ulimwengu ndio mawiki, kawaida ya ulimwengu kujikoboa ngozi kwa mikorogo, kawaida ya ulimwengu maheleni, mabangili, mamikufu, mlegezo kama hivyo wanaume, inaenda sasa inakuwa kawaida. Nguo ya ndani inaonekana kwa nje, mwanzoni kituko, lakini mpaka saizi unashangaa hata wasiowadhani nao wako hivyo. Wanakwenda wanaume wanavaa mikufu, inakuwa kawaida ya ulimwengu, na viheleni viko huko wanaume, kawaida ya ulimwengu huo. Kuna kawaida nyingi hizo, nyingi. Sisi kwetu hapa katika kazi yetu kwetu, wanataka kazi, suruali hapa ndio sare za kazi. Mwanamke lazima uvae suruali. Sasa bila kuvaa suruali hapa huwezi kuajiriwa. Sehemu nyingine inabidi lazima uvae minisketi, lazima kiwe kifupi sana kisketi cha kwako. Hizo nguo zenu ndefu hapa huwezi kupata kazi. Ni kawaida ya hapo kazini hivyo. Wengine ni kawaida ya uasherati, ni kawaida ya uzinzi. Unakuta wote wazinzi shuleni tu, uasherati. Kwenye mafacebook yao yote ni kuonyeshana tu wanaume, kuonyeshana wanawake, ni hivyo. Ni uasherati, uzinzi ni kawaida. Yaani wewe kama huna boyfriend, wewe kama huna girlfriend, mtu gani wa ajabu sana? Wewe wapi? Unakuwa dunia ipi? Kwa sababu kawaida hii kila mmoja na ubao wa juu ambao unatoka mbinguni huko juu unateremka chini, huo una cross, huo unakata katikati hapo. Sasa maana yake ni kwamba pale ambapo kuna kawaida ya ulimwengu, halafu kuna kawaida ya Biblia, yani kuna njia ya ulimwengu, kuna njia ya kawaida ya ulimwengu, halafu kuna njia ya Bwana. Njia ya Bwana lazima iwe juu,
na njia ya Bwana natoka juu mbinguni na teremka chini. Inakata hapo. Yaani maana yake hapo hicho kitu cha chini cha kawaida ulimwengu, huyu anayejitwika msalaba analazimika kukikataa hata kwa gharama ya kifo. Hii njia inayotoka huko juu ndio lazima ishinde. Inatupasa kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Je, hukumuni wenyewe. Je, ni halali kwangu kumtii wanadamu kuliko Mungu? La hasha. La hasha. Mungu amesema hivi na hivi, na wazazi wamesema hivi na hivi. Mungu amesema hivi na hivi, na huyu mkuu wa ukoo anasema hivi na hivi. Sasa hapo unajitwika msalaba. Kila siku tunakutana na kawaida za ulimwengu zinazokuwa tofauti na imani yetu. Kila siku tunakutana nazo. Kazini ni kawaida ya ulimwengu kupokea rushwa, kutoa rushwa. Bila kutoa rushwa huwezi kupata hiki na hiki, huwezi kupata hiki na kile. Ni kawaida. Hii utapata tenda, utapata zabuni wapi bila rushwa? Hamna. Hii Tanzania yote sasa hivi ndio hivi ilivyo. Tunaona rushwa inatembea nje tu. Yaani bila rushwa utaendelea kuwa maskini. Ndio ninajitwika msalaba wangu kila siku na kumfuata Yesu. Hata kama maskini wangu itanifanya sila chakula, itanifanya kula kwa itanifanya kuokoteza nipate uji, potelea mbali. Lakini mimi na Yesu. Huko ndiko kujikana mwenyewe na kujitwika msalaba wako kila siku na kumfuata. Pale mambo wengine wote wanashinda mitihani kwa uasherati, mimi potelea mbali ni feli. Itanisaidia nini nikipata ulimwengu wote na kushinda mitihani kwa sababu kuonekana mimi sasa basi nimepasi na hiki halafu nikapoteza nafsi yangu? Sikubali kuipoteza nafsi yangu. Nakubali kufeli. Huko sasa ni kuiangamiza nafsi yako. Lakini nataka kuiponya. Mimi nakwambia kama utaki kufanya uasherati na mimi ni mwalimu, mimi ndio natoa yani nasahisha na nakupa matokeo. Nitakufelisha tu na wokovu wako. Wewe huyo Yesu hatakusaidia. Kujiponya nafsi yako ni kukubali na wewe uasherati. Unasikia masauti, nafikiri ufanye uasherati tu utatubu. Hakuna kitu cha namna hiyo kwamba unafanya kitu unajua ni dhambi halafu utatubu. Mungu sio mzaa hivyo. Mungu hadhihakiwi. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ufanye dhambi kwa kusudi alafu unasema nitatubu. Hakuna toba ya namna hiyo ndugu yangu. Toba tunatubu pale ambapo umefanya dhambi bila kukusudia. Sio hiyo kwa kusudi. Huko ni kumjaribu Mungu. Nitafuta shida. Watu wa namna yako hivyo nyakati za Biblia walikuwa nakatiliwa mbali na watu kabisa. Wanakufa. Kwa hiyo kuna mengi tukayokutana nayo ambayo yanakuwa tofauti na kawaida ya ulimwengu. Mizaha, kejeli itakuja. Yaani wewe kijana kweli mzima kwenye chumba chako, wengine tunaona wanaingiza huko, wanamleta yule. Wewe tangu umekaa hapa hatuoni mtu. Hebu tuambie, tukusaidie. Kejeli na mizaha ya namna hiyo itakuwa ipo, ni kawaida ya ulimwengu. Wao wanaona ndivyo wanavyofanya. Yaani wamekaa hivyo muda wote hivyo. Wako wanaume wengi wanakutaka tu, alafu unasema siwezi kuolewa na mataifa haya. Utazeekea hivyo. Potelea mbali. Na iangamiza nafsi yangu lakini niiponye roho yangu. Amen. Lakini habari ya kuolewa na mataifa, wakati mataifa Mungu anasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini, siwezi. Hapo ni msalaba umejitwika. Amen. Kwa hiari yako mwenyewe unasema najitwika msalaba na kuwa tayari kwenda kuisimamia imani yangu hata kwa gharama ya nini? Ya kifo. Achilia mbali kutemea mate, achilia mbali kukejeliwa, achilia mbali kudhihakiwa. Amen. Amen. Utadhihaki. Angalia, tumesikia kwenu huko miujiza yanafanyika sana. Mbona yanakupata haya? Mbona watoto wako wanapata haya? Mbona watoto wako wanapata haya? Mbona hivi? Mbona vile? Waseme mwisho watalala. Haachi mtu imani hapa. Kama yuko mtu namna hiyo, huyo kweli ndio mwanafunzi wa Yesu.
huyo kweli ndio amemkiri Yesu kuwa ni Kristo. Kinyume chake huyo Yesu wako hajawa Kristo, kwa sababu Kristo aliambatana na mateso, na huyo Kristo wa kwetu ndio tunapimwa. Hatuwezi kupimwa, Kristo hawezi kutupima katika raha. Wakati anakupa magari, kila mtu ni rahisi kusema haleluya na kumfuata Yesu. Wakati anakupa hela, anakupandisha cheo, anakupa hiki, anakupa mazuri, ni rahisi kuendelea na kusema amani. Oh, Yesu asifiwe. Oh, Yesu ni Bwana. Oh, Bwana ni mwema. Ni rahisi. Lakini katika mazito ndio tunajua imani yako. Katika magumu ndio tunajua imani yako. Imani yako haipimwi wakati wa mema. Imani yako haipimwi wakati wa kupata mazuri. Imani yako inapimwa wakati wa msalaba. Sema amen kwa bidii. Wakati wa msalaba, wakati wa mazito, wakati wa magumu, ndio imani yako inapimwa. Na hapo ndipo inathibitika vizuri kwamba kweli wewe uko katika imani au la. Ndio maana katika Ufunuo Yohana anasema uwe mwaminifu hata ndio. Uwe mwaminifu hata kufa, ndio. Ile kuwa mwaminifu mpaka kufa sasa ndio ambayo inakupa moja kwa moja kuwa tayari. Sasa wako watu wengine ni rahisi ukiwahubiria na kusema pokea Yesu. Ukimpata Yesu utapata mchumba. Ukimpokea Yesu moyoni mwako, mateso yako yatakwisha. Ukimpokea Yesu moyoni mwako, magonjwa yako yatapona. Utapata kazi, utainuliwa kazini kwako, utapata magari, kila kitu kitanyoka, utajenga nyumba. Yeye ni ana vyote na hivi na vile. Nani anataka kumpokea Yesu? Unasema wamekata shauri umati. Hamna kitu hapo. Hapo hamna kitu. Lakini injili halisi, Yesu Kristo anaigonga, anapisha ndani ya moyo wako. Pokea Yesu ndani ya moyo wako, lakini hesabu gharama kabla hujajenga mnara. Ukimpokea Yesu unaweza kutenganishwa na ndugu zako wote. Baba yako anaweza kukukataa na kusema wewe sio mwanao, sio mtoto wake tena kuanzia wakati huo. Anaweza sikulipie ada tena, sikulipie karo. Tumepewa siku muamini tu ila na kuteswa kwa ajili yake. Na vitu vyako vyote vinaweza kukongoroka kwa siku moja kama Ayubu. Shetani anaweza kukushambulia kwa namna kubwa sana ili akurudishe Misri. Lakini lazima ujue, yeyote ambaye anapenda utaua hana budi kuudhiwa. Imetupasa kuingia katika kwa ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Dhiki zitakuja kwa sababu shetani hatafurahi kuona umeacha ukahaba wako. Unaweza kuacha ukahaba wako ukakuta maisha yako yakawa ni mazito kabisa. Sasa hivi unakula kwa sababu ya kuuza mwili wako. Unaweza kukaa muda mrefu bila kazi kwa sababu umetangaza vita dhidi ya shetani. Lakini itakufaidia nini ukipata ulimwengu wote na kupata fedha zote na hatimaye siku ya siku unapoteza nafsi yako? Ni heri mgeukie Kristo Yesu leo, hata kama unaendelea na magonjwa yako, unaendelea na mateso yako, lakini siku ya siku utakufa tu bila shaka. Je, ni nani ambaye anamtaka huyu Yesu Kristo ili hata kama awe kama Lazaro potelea mbali, au analamba vidonda katika hali nzito, lakini akifa amuone Kristo, akae katika yeye, ndugu zake wote akimwacha bado wawe na Yesu? Nyosha mkono wako. Unaweza kupata 2, 3, 4. Kupata watu wengi ukata shauri nategemea unahubiri nini. Unaweza kutumia mbinu fulani. Unaweza kutumia mbinu fulani ukapata wengi tu. Inategemea unaipelekaje hiyo. Na unaweza kupata watu wanaokata shauri fake tu, ambao ndani yao wanamfuata huyo Masihi ambaye atawaokoa na adui zao. Unaona? Lakini hawa ambao wanasema kweli tukuache wewe tuende kwa nani, waliendelea kuwako. Na nyakati za Biblia ndivyo ilivyokuwa. Nyakati hizi
ile karne ya kwanza na karne ya pili kulikuwa na mateso mazito mtu kumkiri Yesu kuwa ni Kristo. Kulikuwa na mateso mazito sana, watu waliuawa. Walikuwa wanachukuliwa makundi, wanaenda simba wanawekwa hapo, inakuwa kama ni uwanja, watu wamekaa kama uwanja wa mpira, simba wako katikati kama kwenye zizi, simba wakali. Alafu wanachukuliwa watu, wanaambia wewe bado unaendelea na imani yako, wewe bado hutaki kuikana imani yako ya wokovu, utatupa kwenye simba wale. Watu wale walikuwa wanatoka huko ndo kubeba msalaba wako wenyewe. Chagua uiponye nafsi yako, mkatae huyo Kristo. Chagua ponye nafsi yako, kataa huyo wokovu, hata utakupeleka kwenye simba, hutauawa. Lakini kinyume chake unaenda, wanakuwa wengine wametangulia, wanakwenda wanatafunwa na wale simba. Wamekataa, hawataka kuacha wokovu, wanaenda kutafunwa na wale simba, kacha huku watu wanashangilia. Alafu anasema umeona mwenzenu ameshatafunwa, na wewe sema sasa. Lakini nyakati zile za karne ya kwanza na nyakati ya karne ya pili walikuwepo watu kweli ambao wanaobeba msalaba wao na kumpata Yesu, ambao ndio waliimba wimbo ndio ulianzia karne ya kwanza na ya pili, umetafsiriwa katika lugha karibu zote duniani. Ndio chukua vyote nachie Yesu, chukua vyote nachie Yesu, chukua vyote niachie Yesu, sitarudi nyuma, sitarudi. Nimeamua kumfuata Yesu, nimeamua kumfuata Yesu, nimeamua kumfuata Yesu kweli, nyuma. Msalaba mbele, msalaba mbele, kweli kweli. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. Waliimba wimbo huo wakati ndugu zao, wengine kaka zao wametangulia, wanatafunwa na simba. Na wewe kaka yako ndio huyo tayari ameuawa na simba, na wewe dada mtu, na wewe unakwenda. Siwezi kumkana huyu Yesu. Na mimi niwahi nikakutana naye kule juu mbinguni. Walienda wakiwa naimba wimbo huu, wanaenda kuchoma moto, wanatupa kwenye tanuru la moto. Walienda wanaimba nyimbo hizi, wanaenda kutafunwa na simba. Walienda wanaimba nyimbo hizi, wanaenda kupigwa mikuki, wanaenda kukatwa kwa panga. Hawa wametangulia kuingia katika mbingu hiyo. Usidanganyike mwanamke kwamba utaingia mbingu hiyo na wiki. Umedanganywa na mashetani, na wao wamekudanganya, umedanganyika. Mbingu hii wanaingia watu walioshinda. Wanaingia watu ambao wamekataa kawaida ya ulimwengu. Wanaingia watu ambao wamejitwika misalaba yao kwa hiari yao wenyewe. Wamesema msalaba wataushika, watauvaa. Kawaida ya ulimwengu wataikataa. Watamfuata Kristo hata kama na kwa gharama ya kifo. Sio kwa gharama ya kuachika kwa mume, sio kwa gharama ya kuachwa na mke, sio kwa gharama ya kuachwa na mtoto, sio kwa gharama ya kufukuzwa kazi, sio kwa gharama ya kunyimwa kupandishwa cheo, sio kwa gharama ya kupoteza gari lako, sio kwa gharama ya kupoteza cheo.
ni kwa gharama hata ikibidi kufa. Huo ndio Kristo. Huyo anayemfuata Kristo kwa namna hiyo ndio mwanafunzi wake. Huyo ndiye anayemfuata kweli. Kinyume chake anatafuta kuiponya nafsi yake, ataiangamiza. Jipime mwenyewe kama imani hiyo iko ndani yako. Hilo ndio neno la msalaba. Kama imani hiyo iko ndani yako, kama haiko, hii ndio njia. Hii ndio njia. Hii ndio njia. Hii ndio njia. Msaada uko kwa Bwana. Nitainua macho yangu juu nitazame milima. Msaada wangu unatoka kwa nani? Msaada wangu unatoka kwa Bwana. Yale yawezesha hao kuishika imani hata kwa gharama ya kutafunwa na simba, kwa gharama ya kutupwa katika moto kama Meshaki, Shadraka na Abednego, kwa gharama ya kutupwa kwenye pango la simba kama Daniel, kwa gharama yoyote wakafa, wakakata panga kama Yakobo. Yeye aliyewezesha hao hata sasa hajabadilika, ni yeye yule jana, leo na hata milele. Aweza kuishusha imani hiyo ndani yako ukiomba. Ukamwambia, Bwana, ni kweli umenipima katika mizani na mimi nimepungua. Umeniangalia na kuona utupu wangu. Bwana niwezeshe. Bwana nipe nguvu hiyo, ili mimi nami kweli niseme hakuna kurudi nyuma kwa gharama yoyote. Hakuna kurudi nyuma kwa gharama yoyote. Neno la Mungu linaniambia nilipe zaka katika mapato yangu yote. Lakini huyu ndugu yangu anakataa. Hiki wewe, yani kweli hela yote unapeleka chukule. Alafu hapa angalia hakuna hiki, hakuna hiki, hakuna hiki, hakuna hiki. Unataka kuponya nafsi yako, zaka unaificha. Uficha zaka wakati Mungu anakuambia ilipe, unaonekana unaiponya nafsi yako, lakini unaiangamiza. Kuna mengi ya namna hiyo. Unaiponya nafsi yako, ukae na mwanaume ambaye sio wako, ukae na mwanamke ambaye sio wako. Unajua huyo mke wako wa kwanza umemwacha, mume wako wa kwanza umemwacha, ni uzinzi unaendelea nao. Sasa itakuwaje watoto? Haya, iponye nafsi yako, lakini unaiangamiza. Jitwike msalaba wako. Hata mume hayuko, hata mke hayuko, maana wa kwanza hajakuwa tayari kukurudia, ukae bado katika imani. Uko msaada wa kukuwezesha kuishi katika imani hiyo kutoka juu. Ukiomba, msaada utashuka kwako sasa. Simama kwa miguu yako. Hilo ndio neno la msalaba, ambalo kwa watu wengine wakisikia ni upuuzi, kwa watu wengine wakisikia ni kikwazo kwao. Kama ni hivi, basi sirudi tena hapa. Kama ni hivi, siwezi kuendelea katika imani hapa. Ya namna hii, mbona kwingine wafundishi hivi? Kwingine wafundishi hivyo, lakini Yesu amefundisha. Nenda huko, una masikio utafiti, kutafuta mahali ambapo utapata watu watakopa maneno tu ya kukufurahisha. Lakini siku ya siku utalia, itakuwa huzuni, itakuwa kilio na kusaga meno. Baada ya wimbo huu, hebu umwambie Bwana, nisaidie, niwezeshe. Weka mikono yako juu. Msalaba, msalaba, la 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 la
kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. La 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 Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakayeisalimisha. Kwa kuwa yamfani ni mtu kuupata ulimwengu wote, kama akijiangamiza na kujipoteza mwenyewe. La 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 Akawaita mkutano pamoja na wanafunzi wake, akawaambia, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike na msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeangamiza nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, huyu ataisalimisha. Kwa kuwa itamfaidia mtu nini kupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake? La 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 la. Wakati wa Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Watu wakasimama wakitazama. Wale wakuu nao walikuwa wakimfanyia mzaha, wakisema, aliokoa wengine na jiokoa mwenyewe kama ndiye Kristo wa Mungu mteule wake. Wale askari nao wakamfanyia dhihaka, wakimwendea na kumletea siki, huku wakisema, kama wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Na mmoja wale wahalifu waliotundikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo?
jiokoe nafsi yako na sisi. La 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 Wewe unajua yanayokupata. Tayari ndani yako unahoji, kama huyu ni Kristo, kama uliyemwamini ni Kristo, mbona anakupata anayokupata wakati wewe ni kiongozi wa zone na kazi yote nzuri unayofanya? Mbona anakupata wakati unaongoza kanisa la nyumbani? Mbona anakupata wakati unaomba na maombi yote hayo ya ulimwengu? Mbona anakupata unayowapata wakati unaongoza section? Mpaka leo Wayahudi hawamwamini Yesu kuwa ni Kristo. Walimwamini tu alipowapa mikate, walimwamini tu alipobadilisha maji kuwa divai, walimwamini tu alipowapa samaki wengi wakala wakashiba na kusaza. Aliwaamini alipowafufulia wafu wao, alipowaponya vipofu wao, alipowaponya vilema wao, alipowapa miujiza. Lakini ulimuona mtenda miujiza yeye mwenyewe, yeye naye anasulubishwa. Kristo gani sasa? Kristo gani sasa? La 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 la. La la la